Yanga na Simba wote wameomba kutumia uwanja wa Uhuru kwa ajili ya mechi zao za nyumbani za ligi kuu ya soka Tanzania bara, na tunawakaribisha sana. Ombi langu, naomba kurudia ombi langu kwa watu watakaokuja kutumia uwanja wa Uhuru, tafadhali sana usiende chooni ukaondoka na koki ukakata mpira wa maji. Usiende kwenye sehemu yoyote ya uwanja huu baada ya ukarabati uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 19 ukatoka na kifaa. Kwanza tutaweka watu wa kuangalia, hiyo moja, lakini pili, uwanja huu tunauwekea kamera. Ukifanya kitu chochote kibaya hapa tutakuona kwenye kamera. Hatutaki matatizo na wana michezo baada ya michezo. Tumia uwanja kwa busara, kwa usarabu, ondoka uache uwanja ukiwa salama. Hatutegemei kuona mtu amenyanyuka na kiti hapa. Tunataka uwanja wetu ukae muda mrefu. Mheshimiwa Rais ameridhia kutolewa fedha nyingi kwa ajili ya ukarabati wa viwanja hivi, kwa sababu matarajio yake ni kwamba vitawasaidia Watanzania na vitawasaidia kwa muda mrefu. Tumekuwa na viwanja ambavyo havijakarabatiwa kwa miaka mingi sana. Mheshimiwa Rais alivyokuja akasema enough is enough, lazima tuvikarabati. Tumevikarabati. Basi tusije tena kuviharibu halafu tukaingia kwenye mgogoro mwingine. Jingine, hatutaki mabaunsa uwanja wa Uhuru, hatutaki mabaunsa uwanja wa Benjamin Mkapa, hatutaki waganga wala waganguzi. Viwanja vitalindwa na jeshi letu la polisi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hili ni eneo la usalama. Hatuwezi tukaruhusu kila mtu anakuja hapa uwanjani anafanya vitu vyake tena kwenye giza. Tutaweka utaratibu wa namna ya kuja uwanjani. Watu watakuja uwanjani kwenye muda huo. Ulinzi utafanywa na vyombo rasmi vya kiserikali. Nje ya hapo, tafadhali sana, hatutegemei tuyaone tuliyoyaona Benjamin Mkapa wakati tunaanza ukarabati. Tunaomba sana hili jambo lieleweke. Kama mtu inamshinda basi unaweza ukatafuta uwanja mwingine, lakini hivi ni viwanja vya serikali na sisi wizara tumepewa jukumu la kuhakikisha miundombinu ya serikali inabaki katika ubora unaotakiwa. Na bahati nzuri serikali imeshaunda taasisi ya usimamizi wa miundombinu ya michezo, inaitwa Sports Infrastructure Management Agency. Sports Infrastructure Management Agency. Hii ndio itakayofanya kazi ya kuangalia hii miundombinu. Wakati wote tutampata mkurugenzi mkuu, itaanza kufanya kazi, ndio itaangalia humo mote. Ombi langu ni kwamba tusiharibu miundombinu yetu.